Yes, of course, mimi karibu kwenye mada yangu na Zahoro, mwenyekiti wa TRA FC, lakini pia ni kiongozi kwenye klabu ya TRA United inayoshiriki ligi kuu nchini Tanzania. Hapa tuko naye, lakini kubwa zaidi tutazungumzia mashindano yanayoendelea ya Dar es Salaam yanahusisha mashirika ya kiserikali ambayo leo wamecheza mchezo wao na wameibuka ushindi dhidi ya TANESCO. Wamekutana kukusanya mapato na wenye umeme wao chuma 4 hapa wamekufa TANESCO. Mwenyekiti kwema? Salama kabisa kiongozi. Kama kawaida. Safi kabisa, namshukuru. Ushindi. Asante sana, nashukuru sana. Bwana, tumeona mwendelezo wa ligi ya mkoa wa Dar es Salaam inaendelea. Malengo yenu kama TRA ni yapi ukiangalia tena mmecheza mchezo wenu mwingine? Asante sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa neema nyingi, neema ya uhai na afya. Lakini pia kwa matokeo ambayo tumepata leo uwanjani. Kama ambavyo umesema, leo tulikuwa na mchezo wa ligi ya ile Dar es Salaam Staff Soccer League, na tulikuwa tunacheza na wapinzani wetu ambao ni tunaweza kusema ndio Dar es Salaam Derby. Kwenye mashindano haya ya watumishi tulikuwa tunacheza na wenzetu wa TANESCO, na kama ambavyo mmeona seriousness ilikuwa ya hali ya juu na performance, na tumefanikiwa kupata ushindi wa goli 4-1. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo unaelewa, sisi tumekuwa tunashiriki mashindano kwa muda mrefu sasa tangu mwaka 2018, na tumeshaibuka washindi wa haya mashindano kama mara 3 hivi, lakini pia recently sisi ndio mabingwa watetezi kwa mara 2 mfululizo. Kwa hiyo unapokuwa bingwa mtetezi, unaelewa kwamba target yako katika msimu unaofuata hakuna kikubwa ambacho unaweza aim zaidi ya kutetea ubingwa. Kwa hiyo hakuna ambacho tunalenga kwenye mashindano ya mwaka huu zaidi ya kuhakikisha tunaibuka tena washindi wa mashindano haya na kutetea ubingwa ili tuweze kupiga ile hat-trick ya ubingwa. Na kama ambavyo unaona mpaka sasa ligi inaendelea. Tumeshacheza michezo 10, timu zinazoshiriki ni timu 18, kwa hiyo jumla ya michezo ambayo tunatakiwa kucheza ni 17. Tumeshacheza michezo 10, bado michezo 7. Na katika michezo hiyo 10 tunamshukuru Mungu, yote michezo 10 tumeshinda, tuna pointi 30, tunaongoza msimamo. Kwa hiyo sisi tuna msemo wetu kule kazini, tunaita clean sheet katika makusanyo. Tumekuwa tunahakikisha kila mwezi tunakusanya mapato ya serikali na tunavuka malengo. Kwa hiyo tunapokuwa tunavuka mfululizo tunaita clean sheet. Kwa hiyo ile clean sheet haipo tu kwenye utekelezaji wa majukumu ofisini, tunahakikisha katika kila tunachokiendea kama mamlaka ya mapato Tanzania, ikiwemo masuala ya michezo, tuhakikishe tunapata clean sheet. Kwa hiyo tunaendeleza ile sera yetu ya clean sheet. Kwenye michezo 10 tumefanikiwa kuibuka ushindi, na michezo yote 10 tunaongoza. Tunasubiri tumalize ratiba michezo 7 itakayobaki ili tuende kwenye hatua inayofuata, robo finali, nusu, na kwenda kutetea ubingwa. Mwenyekiti, umekuwa ukisimamia TRA kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi umesogea juu, upo kwenye TRA United. Experience kitu gani tofauti ya ulivyokuwa huku na sasa hivi upo kwenye ligi kuu, unaona mazingira yalivyo? Experience yako ni ipi? Nafikiri michezo ni michezo, lakini inatofautiana. Mimi nimekuwa msimamizi wa michezo kwenye mamlaka ya mapato Tanzania kwa muda mrefu, na tumekuwa tunashiriki kwenye michezo mbalimbali, lakini kwa kipindi chote tulikuwa tunashiriki kwenye ngazi ya watumishi. Kwa nimekuwa nasimamia timu za michezo za watumishi, mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, mpira wa wavu na mipira mingine. Sasa of course tunayo malengo mengi katika kushiriki kwenye michezo, lakini pamoja na malengo mengi ambayo tuko nayo ni kuhakikisha tunaweza kuifikia jamii na wadau wetu kwa ukaribu ili kuweza kutangaza huduma zetu ambazo tunazitoa na kujisogeza karibu na wadau wetu ambao ni walipa kodi. Sasa tumekuwa tunafanya kwa kadri ambavyo tunaweza kupitia michezo ya watumishi wa umma. Lakini kamishna mkuu jemedari wetu Bwana Yusuf Juma Mwenda amekuja na ubunifu wa ziada, na nimpongeze sana
kamishna mkuu kwa kuja na wazo hili la kuona kwamba pamoja na kwamba tumekuwa tunaifikia jamii kupitia michezo ya watumishi, lakini akaona haitoshi, tusogee mbele zaidi, tuende tukatafute tumiliki timu katika ligi kuu, kwa sababu forum yetu ya kuwafikia Watanzania, kuwafikia wananchi na walipa kodi itakuwa ni kubwa. Tutatengeneza visibility, publicity yetu itakuwa kubwa, na kama ambavyo mnajua ligi yetu ni kwa sasa iko, nafikiri imekuwa ranked ni ligi ya 5 barani Afrika katika viwango. Kwa hiyo manake tunapata fursa sasa ya kujitangaza kitaifa na kimataifa kila kwa kadri ambavyo tunakuwa tunafanya performance zetu uwanjani. Tunaweza kupata fursa za kuwafikia walipa kodi wetu pamoja na wadau wengine wa kitaifa na kimataifa katika kutangaza hizi huduma zetu. Lakini kuhusu suala la experience, nimekuwa sasa hivi ni mdau wa michezo, lakini pia kwa sasa wakati timu inaelekea kuwa na uongozi wake, nimekuwa katika harakati za kusimamia hizi shughuli za timu hii ya TRA United Sports Club, na kama unavyoelewa tunashiriki ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC na tumeshacheza michezo miwili. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba hatujapata ushindi, lakini pia kwa bahati nyingine ni kwamba hatujapoteza mchezo wote, tumepata alama 2. Experience ni kwamba hii ni ligi kuu. Ile kule tulikuwa tunacheza ligi za watumishi. Unajua ligi za watumishi commitment, ile aggressiveness ya uchezaji, wachezaji wanakuwa na majukumu tofauti. Wanacheza uwanjani, wanarudi wanafanya majukumu mengine ya kiofisi. Kwa hiyo intensity ya mechi zake inakuwa ni tofauti na ligi kuu ambapo ndio shughuli yao. Unaona huku kidogo kuna ugumu fulani, kuna uzito, lakini tunashukuru Mungu tumeanza na mguu mzuri mpaka sasa. Kucheza mechi 2, moja nyumbani moja ugenini bila kupoteza ni hatua nzuri, lakini tunaendelea kujifunza. Experience ambayo tumekuwa nayo kwenye usimamizi wa michezo ndani ya taasisi ukijumlisha na experience ambayo tunaendelea kuipata, tunaendelea kujifunza na tunaamini kabisa going forward tutakuwa vizuri. Na niseme tu sisi hatujaja kwenye hii ligi kuu kuja kushiriki kwamba ni kama timu nyingine tu zimekuja kushiriki. Sisi tumekuja kwa ajili ya kushindana, pamoja na kwamba tunao wajibu wa kuhakikisha tunatangaza huduma zetu, kusisitiza na kuhimiza ulipaji kodi wa hiari, lakini pia kwenye michezo uwanjani tumekuja kushindana kiukweli kabisa. Na malengo yetu, pamoja na kwamba watu wanaweza akatubeza akaona bana hii ni maneno, lakini sisi tumekuja pamoja na kwamba ndo msimu wetu wa kwanza tunashiriki mashindano na bado tunaendelea kujifunza. Malengo yetu ni kupambania ubingwa. Hicho ndo ambacho nataka wananchi na Watanzania wote wajue kwamba sisi malengo yetu namba 1 ni kuhakikisha tunachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini pia tunatarajia tutashiriki mashindano mengine. Tunaweza tukashiriki mashindano ya CRDB, lakini pia kama tutapata fursa tunaweza tukashiriki mashindano ya muungano. Kwa hiyo mashindano yoyote, KPIs zetu ambazo tumejiwekea kwenye mashindano yoyote ambayo tutashiriki, lengo namba 1 ni kuchukua ubingwa. Ikitokea imeshindikana, basi at least kwenye zile kama mfano kwenye ligi, maana kwenye zile nafasi 4 za juu, ili tuhakikishe mwakani tunaweza kushiriki mashindano ya kimataifa. Hapo mwenyekiti umezungumza vizuri. Nataka kusikia neno lako kwa viongozi wetu ambao wamepata nafasi FIFA. Engineer Hersi ambaye ni rais wa vilabu barani Afrika, na wewe klabu yako ni sehemu ya Engineer Hersi kuhakikisha na kisimamia TRA United FC, lakini president wetu wa mpira wa miguu Karia naye amechaguliwa kuwa mjumbe kwenye kamati za soka beach. Neno lako ni lipi kwa namna soka yetu unavyoliona, lakini pia viongozi wetu kupata nafasi FIFA? Kwanza kabisa kwa niaba ya TRA, lakini kwa niaba pia ya TRA United Sports Club, nitoe pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa TFF, Mheshimiwa Karia, kwa uteuzi na kwa nafasi, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais wa Dar es Salaam Young Africans, bwana ndugu yangu Engineer Hersi Saidi. Niwapongeze sana kwa uteuzi
Hii inaashiria ni kwa namna gani soka letu limekuwa, lakini ni kwa namna gani tunaaminika kama Watanzania. Hizi ni fursa. Mimi nikiwa kama Mtanzania lazima nijivunie kuona Watanzania wenzangu wanapasua anga, wanaenda kimataifa, kwa sababu kwanza wanatengeneza fursa kwa sisi wengine ambao tunakuwa katika hizi medani za kimichezo. Kwa kweli hii inaakisi ubora wa ligi yetu, inaakisi ubora wa management zetu katika tasnia ya michezo, na inatoa changamoto kwetu wengine kuona tuna perform vizuri, kwa sababu hata wao walikuwa ni viongozi tu wa vilabu vyao, lakini wamefanya wonders, wameaminiwa sasa hivi. Na pia Mheshimiwa Rais Karia amefanya mengi kwa soka hili la Tanzania. Nafikiri ni miongoni mwa marais ambao wana mafanikio makubwa zaidi kwenye soka la Tanzania. Kwa hiyo manake mafanikio yao yanafungua fursa na natupa changamoto sisi wengine ambao tunazisimamia klabu zetu kuhakikisha kwamba we have a target to meet, na sio kitaifa tu. Ni sasa hivi wote manake tunawaangalia wao kuona kwamba tunafuata nyayo zao, ili kesho na kesho kutwa tuhakikishe tunakuwa wengi sana pale katika medani ya kimataifa, na kuhakikisha unajua hizi fursa zinapotokea ndio fursa hizo ambazo zinatengeneza fursa ya kukutana na viongozi wakubwa kimataifa kwenye mashirika makubwa FIFA, kwenye mashirika mengine UEFA na mashirika mengine FA hizo na vyama vingine. Kwa hiyo ni namna pia kutengeneza mashirikiano kati ya vilabu na pamoja na mashirikisho mengine ya kitaifa na shirikisho la kwetu pamoja na vilabu vyetu, ili tuhakikishe tunaendelea kunyanyua hii zana yote ya michezo hapa nchini. Nafikiri hiyo pia nafikiri wote tunaelewa, sio siri. Haya mafanikio yote ambayo tunayaona sasa hivi tunaelewa chanzo chake na mzizi wake ni kitu gani. Pongezi zaidi ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amekuwa mstari wa mbele sana katika kuhakikisha anainua michezo, analeta maendeleo kwenye michezo. Tumeona katika historia timu yetu ya taifa kwa miaka karibuni chini ya uongozi wake imekuwa na mafanikio kuliko kipindi kingine chochote ambacho imewahi kushiriki mashindano, na amekuwa akitoa support. Natambua kuna ile hamasa ya goli la mama imeleta hamasa kubwa ya vilabu vyetu kufanya vizuri, na hii sasa ndio imetanua ule wigo wa watu kuwa na ushindani na kuhakikisha napata hizo fursa za kimataifa. Kwa hiyo pongezi za dhati kabisa, kiachilia mbali wote ambao wamefanya individual. Pongezi za dhati kwanza ziende kwa mama yetu Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaithamini hii tasnia ya michezo na kuhakikisha kila siku tunakuwa bora zaidi kuliko jana. La mwisho mwenyekiti, kuhusiana na jezi, kama sio msimu basi hata mwakani au katikati ya mzunguko tutegemea kuona TRA wakitoa jezi za mashabiki. Maana sasa hivi tumeona tu sokoni kwa nashindana, kuna mambo kuskani, kuna vitu vingine kadha wa kadha. Nyinyi mipango yenu iko vipi? Kwa kweli kama ambavyo nimesema, sisi ni wapya kidogo kwenye ligi, kwa hiyo vitu vingi tunaendelea kujifunza. Naweza mkaona vitu vingi vina mchakato kidogo, vinachukua muda mrefu kwenye kuviweka sawa. Kwa nini? Kwa sababu hatutaki kukurupuka. Tunataka chochote ambacho tutawaletea washabiki, tutawaletea wananchi. Kumbuka hii ndio klabu pekee ambayo ni mali ya wananchi wote, ni mali ya Watanzania wote, ni mali ya walipa kodi wote. Vilabu vingine of course vimekuwa vikijinasibu kwamba ni timu za wananchi, ni wenye nchi au hivi, lakini ni vilabu ambavyo vinamilikiwa na taasisi au taasisi binafsi au baadhi ya mashirika mengine ambao lakini hii ni timu ya walipa kodi. Bora ni timu ya Tanzania. Kwa hiyo ni lazima tutakapoamua kuleta kitu, tulete kitu ambacho kweli kinaakisi ukubwa wa klabu, kinaakisi ubora wa klabu na taasisi yenyewe. Kwa hiyo tunajua yapo maombi mengi kutoka kwa wadau wetu, kutoka kwa washabiki kwamba wanahitaji jezi, na hilo swala sio kwamba sisi tuko kimya, tunalifanyia kazi muda wowote. Of course tunatarajia kushiriki pia mashindano ya CRDB kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo pia tutazindua pia kit kwa ajili ya mashindano ya CRDB. Kwa hiyo tunatamani badala ya kuwaletea watu kwa piecemeal, tuwaletee watu mahitaji yao yote. Tutakapoamua kuleta jezi tuwe tumemaliza kuzindua jezi yetu ya kwanza ambayo ni first kit na home kit.
tukizindua away kit lakini na third kit, alafu tukaenda tukazindua pia jezi ambazo zitatumika kwenye mashindano mengine, ili wananchi watakapo demand tuhakikishe kila ambacho wanakihitaji kipo sokoni, lakini pia sio tu kipo kwa ubora ambao unastahiki. Ubora kama watu wamekuja na zana za kuskani, sisi tunaweza tukaja na idea nyingine zaidi ya kuskani, lakini kwa sasa tusiwaibie watu, tusiwape watu ubuyu tutakuja na nini, lakini watarajie tu kwamba mambo mazuri yanakuja na waendelee kuisupport timu yao, kuipa ushirikiano, kuendelea kuiombea kujaa viwanjani, wakati sisi tunaendelea kushughulikia mahitaji yao kwa kadri ya muda utakavyohitaji. Shukrani. Nashukuru sana.